Toka headquarters za Abud Media, Morogoro, Tanzania. Mimi naitwa Abe Kidunda, ABEKIDUNDI, Disney Cutie, ndani ya Mega Mix ya Abud FM. Anataka kutuonyesha kipaji chake kingine tofauti na vile ambavyo wengi wanavijua. Ai. Ciao. Yo. Hey. Yeah. Sikurazi kumaliza story. Tulianzisha mimi nawe, kitabu cha lipendo zuri, nitakimaliza nawe. Nimenyosha mikono afande, kutaza lipendo ulinde, mimi nawe tuone one day. Haya. I'm on my way. I'm on my way. Yeah. I'm on my way. I'm on my way, girl. I'm on my way. Yeah. I'm on my way, girl. Yeah. Kukupata ni furaha. Ni furaha ya, ni furaha. Kukupata ni furaha. Ni furaha ya, ni furaha. Harufu ya marashi kwako na baki konge. Loma sana kuimba ni hatari wewe, asikwambie mtu Tuachie kina nego bwana. Tuachie kina nego. By the way, unakuja yani unakuja. Umeshataka siku moja kujaribu kufanya ngoma na nini? Au ni kitu ambacho kiko moyoni, labda sema hichi siku moyoni tu. Iko moyoni, hujai kuonyesha. Hapa leo ni mara ngapi unaonyesha kama unaweza kufanya kuimba kidogo? Mara nyingi sana nilikuwa nafanyaga kipindi cha dini. Okay, kanisani. Kipindi cha dini, hata chuo, shule. Chuo, okay. Mara nyingi nilikuwa naimba gospel. Okay. Yeah, lakini huku mtaani hamna mtu anajua. Baadhi. Kwa sababu sijaitilia maanani sana. Okay. Sawa, bwana Disney yuko hapa na tuna story naye nyingi sana. Hapo alikuwa anajaribu kutuonyesha namna ambavyo anaweza akafanya jambo kwenye beats na nini. Kwenye ufanyaji wako wa Vixen na nini, umeshawahi kuambia watu wasanii ambao unafahamu, "Salami hapo je, naweza nikaingiza kitu fulani alafu ikawa noma?" Au hujawahi kushare hicho kitu? Umeshawahi. Kwa na ilikuwaje mapokezi yao? Ilikuwa nzuri. Wakati tuna shoot pia ndo nilishare tufanye hiki. Walipokea tukafanya kitu. Okay. Kwenye ngoma na kiliongezewa. Okay, ilikuwa ngoma gani? Furaha pia hiyo. Okay. Sehemu gani wewe uliadd kitu hapo? Wakati wa kuvaa mavazi, yani wakati wa mavazi. Nilishare tu nivae hiki au nifanye hiki. Tukafanya hivyo, katokea kitu. Okay. Sawa, kuna mtu anauliza hivi, yuko kwenye mahusiano kweli na kazi yake hiyo yanayoifanya yeye Vixen? Imletei noma. Ililetea noma. Okay. Kuna mahusiano yangu ya mwanzo yalivunjika kwa sababu ya hiyo hapo issue. Kwa pia kwa sasa siwezi kuyaongelea mahusiano yangu. Au hayapo. Ni private. Okay. No comment. Yeah. Babu kubwa nafikiri nani na noma ilikuwa ni masuala ya wivu tu. Bana inakuaje hapo? Wewe kwa nini unafanya hivyo na nini? Kweli. Huyo sasa atakuwa muelewa kinyamwezi kabisa. Mambo ya wivu bana kutokea kwenye kazi kama hizi inatokea sana. Bana, kama hautumii Yas nakupa pole. Kwa sababu Yas Tanzania sasa hivi wanakuambia huku kuna tajiri ambaye anatufanya sisi tuishi vile ambavyo tunataka. Mfano,
kuna zile simu za ZTE A36 ambazo ulikuwa ukienda kwenye duka lolote la Yas ambalo lipo karibu na wewe, ili uzichukue ilikuwa unahitajika kuwa na shilingi 45,000. Sasa hivi tajiri amekuja na kishindo chake, anasema kila mmoja awe na shilingi 25,000 tu, inatosha kabisa kumpatia simu janja ya ZTE A36 au vipi? Na hii inatokea Yas, mtandao bora kabisa ambao unaongoza sahi Tanzania nzima na ni mpana zaidi, yani ni mwendo wa 4G na 5G speed ambayo imeenea Tanzania nzima, yani hatupo chini ya hapo tena, sawa Yeah, kwa hiyo wewe pia tunakukaribisha sana. Na tajiri hajaishia hapo, anasemaje? Yani kama ukichukua simu hii unapata MBs 150 za bure kila siku kwa wateja wote ambao wananunua simu janja za ZTE A36 ili waweze kufurahia ulimwengu wa kidigitali. Hakikisha unapoenda kuchukua simu yako unakuwa na kitambulisho chako cha NIDA. Hiyo ni muhimu sana ili uweze kutambulika vizuri unavyochukua simu. Si unajua na vigezo na masharti kuzingatiwa. Bana, tuko nao hapa Yas na power yao ni kubwa sana ndani ya Mega Mix Show ya Aboud FM. Kwenye comment hapa sana napita na maswali ya baadhi ya raia ambayo wameniuliza, wanasema niafikishe kwako kwenye unachokifanya, sawa, kwa ujumla wake. Pale ambapo unakutana na comment negative, unawezaje hiyo pressure unaizima vipi? Nakuwa na sometimes huwa natulia, nasema niachane nayo kwanza, niache ili tu niepushe maneno ya watu. Okay. Huwa yanakudisappoint, yanakudisema bana hii hatari. Watu washajiwekea kwa Vixen ni kitu kibaya au yani ina sifa mbaya. Kwa hiyo inapotokea comments kama hivyo huwa inanikata. Okay, na hizo comments zinakujaga direct ama hata direct, yani mtu anakuja hii face to face, macho kwa macho, au zinakuaga hata kupitia social media zinakukata? Na hasa watu wa social media unawezaje kudeal nao? Kwa social media sio sana. Sio sana. Okay, hizo zinakuaga ni macho kwa macho. Macho. Which is kwa hiyo huo unawaambia bana au but inatokaga tu mara chache sana. Okay. Mara nyingi sana watu wangu wa karibu, rafiki zangu wananisupport. Okay, kuna mtu anauliza hapa, kitu gani unajutia sana kwenye hii issue ambayo unaifanya? Tangu umeanza kufanya kuna kitu ambacho pengine ulifanya alafu ukajutia? Anaitwa Bara Wajali kutoka Ifakara. Videos ambazo nimefanya video ambayo nimeifanya juzi. Okay. Zingine zote mimi kwangu ni normal kawaida. Hii ya juzi imekuwa kama, na timu yako wamefanyaje baada ya umewaambia kwamba bwana hii kwangu mimi kama haija nini? Niliongea na Icon akaniambia naishusha. Nadhani amefanya hivyo. Okay. Babu kubwa. Na mna katika timu yenu mna namna ya kutoana stress ile. Unajua kuna timu nyingine mkifanya kazi yani inakuwa ni bana mwenzetu sasa hivi ameingiwa na tatizo fulani, kuna namna itabidi tu deal naye kuhakikisha tunatoa hizi stress ambazo yuko nazo. Yani hao ambao wanasema hivi, hizi comments zinaingia moja kwa moja kwenye akili yake, kwa hiyo itabidi tushushe. Mna watu namna hiyo? Hapana. Okay, ni hapo inakuwa sasa ni kirafiki tu. Okay. Bana babu kubwa, kazi na maisha yako binafsi unawezaje kuyatenganisha? Mtu ananiambia hilo swali muuliza afu umelipita haraka kidunda. Kazi na maisha yangu. Maisha yako binafsi na kazi ambayo unafanya. Ndio sasa unakuwa kama na vitu vitatu. Vixen, kazi yako, lakini pia kuna maisha yako itabidi yaende. Kwenye kazi bado haijawa rasmi kwa sababu bado naendelea kuisomea. Okay. Bado naendelea kuisomea. Kwa hiyo bado haijawa rasmi sana. Huwa anapiga tu mara moja ikitokea. Okay. Na hata nikipata issue ya Vixen, pia nikiwa free huwa nakubali, sawa nitakuja au nakuja, lakini nikiwa nimebanwa naambia tu leo siwezi au haiwezekani, watafuta mtu mwingine. Okay. Kuna mtu anasema unadhani jamii inapaswa kubadilika namna ambavyo wanatazamia video Vixen? Ni kweli inatakiwa kubadilika.
waanze kuwaza, wasiwaze hasi, kwa sababu Vixen ni kama tu kazi zingine, ila kikubwa tu inatakiwa mtu hata unaposhuti uangalie kitu gani unashuti, ufanye vizuri, yani ili jamii isipate cha kuongea. Okay, bana Kams atafuata Suna hapa kwenye Sokomoko Zone. Ikifika bado tuna dakika chache sana kuelekea Sokomoko Zone. Sasa hapa tuna kitu tunakiita pigia mstari, sawa eh? Yeah, pigia mstari of course itakuwa ni swali ambalo unaweza ukalijibu short, and I see you kwamba uko kwenye short sana hii majibu yako. Vipi bana? Yeah, kwa hiyo sijui bado una nini? Bado hujakaa vizuri kwenye nini? Unaka pressure fulani ama? Are you good? Yeah. Yeah. Sasa tunapigia mstari hapa, ni tuna short answer tu, maswali yanakuja buba, and producer wangu amenipatia maswali mengi sana. Yeah, shout out sana kwa producer wangu bana DJ Rama Q, ameyaweka hapa ya kutosha. Naomba nikuulize kama unaweza kujibu ndio au hapana, au kama unaweza kutolea maelezo kwa ufupi sana. Sawa eh? Yeah. Jamii iheshimu kazi yako ambayo unafanya. Yeah, yes or no? No.